wakati mama Tabitha alitoka katika Biblia, watu walikusanyika pale kwa ajili ya maombolezo kufariji wale jamii. Wakati Lazaro alitoka, watu walifariji wale wa jamii. Sababu kufariji ni jambo ambalo lilikuweko tangu kitambo, alianza sasa hivi. Na watu kuhuzunika kwa ajili ule ambaye ameondoka, lilikuweko tangu kitambo. Nimesikia kama watoto wanazungumza msaada ambao walikuwa naye pamoja na mama wao, pamoja na mzee. Watu wanalia kwa ajili ya yule msaada. Kama wewe unaweza kuwa mtu mwizi, uwawe kule nje, ama mtu mwenye kusumbua watu hawezi kulilia wewe, kwa sababu hakuna msaada ambayo unampa kwa katika hiyo jamii. Watu huwa wanalia kwa ajili ya msaada. Na kulia kulikuweko tangu kitambo. Baada ya mmoja kutoka, kulia kulikuweko tangu kitambo. Wakati mama alitoka, nimesikia kama ndugu Thomas anazungumza wakati tulikuwa kule jana. Wakati alisikia hii taarifa mama ametoka, alilia mpaka machozi katoka kwa ajili ya kuhuzunika, kwa sababu sasa hivi ameanza mwamuko mpya. Si ile mwamuko ambao walikuwa kama bado wako wawili pamoja na watoto, sasa yako katika mwamuko mpya. Mwamuko mpya, kesi zote za familia zitakuwa zinakuwa pamoja na yeye. Zamani waamuzi walikuwa wawili, mzee pamoja na mama ndio walikuwa waamuzi kwa kesi zote. Bila nimesikia kama watoto wanasema pale, hata watoto walikuwa wanazozana, mama anakaa katikati anasema pigeni mimi. Na wakati wakili anazungumza anasema hapana, haikuwa vita ya mikono, lakini ilikuwa vita ya maneno. Basi sasa hivi mwamuzi ni mmoja ambaye atakuwa ambaye anaamua hizi kesi ambazo zinatokea katika familia na katika jamii. Wote walikuwa wawili mahakimu, sasa hakimu ni mmoja. Sasa watoto mtii baba wenu, msimpe mambo mengi asinde kuamua mambo bila alikuwa anaamua akiwa pamoja na mama. Sangine mzee atasema kama mama angekuwepo angezungumza neno hapo, ndio tusaidiana kwa waamuzi. Sasa watoto, wasichana kwa vijana, sasa hivi tunasema na watoto wa mama kwani Awinja pamoja na Thomas Mugasi, muwe na waamuzi, mtii mzazi wenu, hata kama kumekuwa na mambo mengine kidogo kidogo. Bila nimesikia kama nimeketi hapa, simamisheni hiyo mambo. Unajua sasa mwamuzi ni mmoja. Mwenyezi Mungu amjalie. Thank you. Mzee wetu Mugasia, feel free. Huyu ndugu anaongea, amekufaa hiyo kiatu juzi, so ako free, maana tunajua njia. Bwana asifiwe. Wale wamebaki nafikiri tuende, tunataka tupate neno la kuweza kutujenga, tusiende kwa maneno mengi. Karibu mzee. Karibu haraka. Sema tu hayo. Nimewapea heshima kwa sababu kesho hamna nafasi. Kesho tutasema tu makoani fanyeni hivi. So leo nimesema leo mjibunie, lakini asanteni. Makoani kosi katuki kumshere awinjo ndebola ndina mirembe bosi mirembe kazi bimari bosi batuku yano kubasa ko lokwa shere ko vijana mbola ndina mshere awinjo kuwindira na borambi numusakulu wewe wasingira mara Gandu langa idiriki nabuza binziranga mumisheni bolandi na malika ka kukahira nimerembe kulimbulira bana babolanga msheru yukhir khokanaye nabuza bolanga pole mukazia pole ndio asante. Thank you.